Tunasoma Yohana 19 mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Neno la Mungu linasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwako wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Kilopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama, Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama mama yako." Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Neno hili ni mwendelezo wa masomo ambayo yameisha soma tayari, yamepita, ambayo yote ni yanalenga mateso ya Bwana Yesu, ambao lengo lake ni kututoa katika dhambi na kutufikisha katika uzima wa milele. Ukitazama hapa ni kwamba kwenye neno hili tunajifunza kwamba tupo Wakristo ambao wengine tuko karibu na Mungu, yaani wengine tuko karibu na Kristo, wengine ni Wakristo kabisa kabisa na tuna vigezo vyote vya kuitwa Wakristo, lakini tuko mbali na Kristo. Kundi lingine wako ndani ya Kristo, yaani hapa ni makundi matatu. Kuna wako ambao wako ndani ya Kristo, wengine wako karibu na Kristo, wengine wako mbali kidogo na Kristo. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa kwa siku hii ya leo ya kukumbuka mateso ya Yesu, tujitahidi wote tuwe ndani ya Kristo, tusiwe karibu na Kristo, kwa sababu ukiwa karibu na Kristo bado hujakamilika. Na wewe ambaye uko mbali na Kristo lakini ni Mkristo kabisa mwenye vigezo vyote, na kusihi kwamba uzidi kusogea karibu na Kristo ili uingie ndani ya Kristo, kama jinsi huyu mwanafunzi alivyokuwa katika hili kundi hapa leo wasoma, yeye aliingizwa moja kwa moja kwenye kundi la Kristo. Kwa hiyo nakusihi mtu wa Mungu, ingia ndani ya Kristo ili uwe karibu naye, na ikiwezekana pia unywe naye, ukae naye, ndipo utakuwa vigezo vya kuwa na Kristo na kuokolewa katika dhambi vitakuwa vimekamilika. Bwana Yesu asifiwe.